Kitabu cha Qur'ani ndio muhimili mkuu kabisa wa imani ya Waislamu, na kwa mujibu wa mafundisho yao wanaamini kwamba kitabu hichi kiliteremshwa kwa kupitia malaika ajulikanaye kama Jibril na kumfikia Muhammad awamu kwa awamu kati ya mwaka 610 mpaka 623, kipindi hicho Muhammad akiwa wakati wa uhai wake. Na wao Waislamu wanaamini kwamba kitabu hiki Qur'an ni neno la Allah lililokuwepo tokea milele, na kwamba kitabu hiki kimeandikwa na Allah na vyote vyomo ndani vinawakilisha hekima yake ya ajabu sana, ukuu wake, mamlaka yake na mafundisho yake kwa wanadamu kupitia kwa mtume wao Muhammad. Lakini pamoja na mingine pia Waislamu wanasema kwamba hii Qur'an haikuwahi kubadilika, neno kwa neno, herufi kwa herufi, nukta kwa nukta, na kwamba Qur'an imeandikwa na Mungu ambaye anafahamika katika Waislamu kama Allah. Kwa hivyo kwa Waislamu wao kitabu hiki ni kitabu kinachoheshimika, lakini pia huwa hakikosolewi kwa namna yote, kwa sababu unapokosoa Qur'an ni sawa na kwamba unakosoa maneno ya Mungu Allah. Lakini kwetu sisi kama Wakristo na watu wengine wanaoangalia pasipokuwa na pazia la imani ambayo ya Kiislamu, tunaona hali ni tofauti kabisa, na hii inatokana na upeo wetu wa kuweza kusoma maandiko, lakini pia kufanya mchanganuo, kwa sababu upande wa pili wa mafundisho ya Kiislamu yanategemea kwa kiasi kikubwa sana kitu kinachoitwa hadith au wanaita sunna za Muhammad. Mkusanyiko wa hadithi ndio unapelekea habari nyingi, na unaona visa vingi ambavyo unapoviangalia kwa umakini unagundua, unapata picha kamili kwamba hichi kitabu hakikuandikwa na Mungu. Kitabu hichi pengine kiliandikwa na watu tu, na katika hadithi hizo tunamkuta mmoja wapo masahaba wakubwa kabisa alokuwa karibu kabisa na Muhammad, anaitwa Umar al-Khattab. Yeye Umar al-Khattab huyu unapokwenda kusoma katika hadithi unagundua sura nyingi pamoja na aya kadhaa katika Qur'an zilitoka kutokana na msukumo wake mwenyewe. Yeye alikuwa ni mtu alikuwa na ushawishi mkubwa kwa Muhammad, na mara kadhaa inaonekana katika hadithi kwamba yeye ndio anayeleta mawazo fulani na baadaye anageuka sura ama zinageuka aya katika Qur'an. Kwa mfano, tunaenda kusoma hadithi sahih kutoka mkusanyo wa hadithi Sahih Bukhari, hadithi namba 402, ambao hadithi hii pia inapatikana katika kitabu cha 8, hadithi namba 53. Hadithi hii inakupelekea kugundua msukumo wa Umar au ushawishi wa Umar al-Khattab kwa Muhammad unapelekea kushuka aya zisizopungua 3. Tunakwenda kusoma. Inasema hivi: imepokewa na Umar al-Khattab, Mola wangu mlezi aliafikiana nami katika mambo matatu. Huyu ni Umar anasema kwamba Mola huyu Allah aliafikiana naye katika mambo matatu. Moja, nikasema ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, laiti tungeshika kituo cha Ibrahimu kuwa mahali petu pa kusalia, basi ukaja wahi wa Mwenyezi Mungu ambao unasema nafanyeni kituo cha Ibrahimu kuwa mahali pa kusalia, ambao hili ni aya ambayo ilishuka katika sura ya pili. Hii ni aya 125. Tukaisome. Naam, Suratul Baqara hii ni sura ya pili, tunaenda kusoma aya 125. Inasema hivi: na tulipoifanya nyumba iwe mahali pa kuendewa na watu, mahali pa salama, na mahali alipokuwa akisimama Ibrahimu, pafanyeni pawe pa kusalia. Na tulimuhusia Ibrahimu na Ismaili, itakaseni nyumba yangu kwa ajili ya wale wanaozunguka kwa ajili ya kutufu na wanaokaa hapo na wanaorukuu na kusujudu hapo pia. Naam, tunaona hapa Umar anapelekea ushawishi kwa Muhammad kuhusu uelekeo wa kibla, kwa sababu mwanzoni wa Waislamu walikuwa wakisali, walikuwa wanaelekeza nyuso zao upande wa Yerusalemu. Huyu Umar al-Khattab anakwenda kwa Muhammad akimwambia kwamba waonaje tukageuza mwelekeo tukatizama nyumba ya Ibrahim, yani ile Al-Kaaba iliyoko Maka. Na muda si mrefu aya hii ikashuka. Tunakwenda sehemu ya pili sasa ya hadithi ile hadithi ya Sahih Bukhari, hadithi ya 402. Inasema, na kuhusu kujisitiri kwa wanawake nilisema, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu,
laiti ungewaamuru wake zako wajifunike, wasionekane na wanaume, kwa sababu wazuri na wabaya wanazungumza nao. Basi ikateremka aya kujisitiri wanawake. Hii anamaanisha sura ya 33 aya ya 53 na sura ya 33 aya ya 59. Tukaziangalie. Tunasoma kwanza sura ya hii inaitwa Suratul Ahzab, sura ya 33 hii aya ya 53, kisha tutakwenda sura ya aya ya 59. Katika sura hiyo hiyo, enyi mlioamini, msiingie katika nyumba za mtume ila mmepewa ruhusa kwenda kula pasipo kungojea kiive, lakini mtakapoitwa ingieni, na mtapokwisha kula tawanyikeni, wala msiweke mazungumzo, maana jambo hili linamuudhi mtume, naye anakuoneni haya. Lakini Mwenyezi Mungu haoni haya kusema haki. Nanyi mnapouliza kitu wakeze mtume, waulizeni nyuma ya pazia. Kufanya hayo kutasafisha nyoyo zenu na nyoyo zao, wala haikupaseni kumuudhi mtume wa Mwenyezi Mungu, wala kuoa wake zake baada yake kabisa. Hakika jambo hili ni dhambi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kuna mambo matatu hapo. Moja hapo tunaona kwamba wanaambiwa wanapokwenda kwa Mtume Muhammad, hawa wake zake wawe nyuma ya pazia, wasiongee nao moja kwa moja, kuwe na pazia baina yao na wale wake zake. Twende katika sura hiyo hiyo, twende safari katika aya ya 59. Inasema hivi: ewe mtume, waambie wake zako na binti zako na wanawake wa Kiislamu wajiteremshie uzuri nguo zao. Kufanya hivyo kutapelekea upesi wajulikane na wasiudhiwe, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu. Naam, tunaona namna gani aya hizi zinashuka, kama vile ambavyo Umar al-Khattab anatoa wazo kwa Muhammad. Hadithi bado inaendelea. Hadithi ya Sahih Bukhari namba 402 inasema hivi, inaendelea: wakati fulani wake wa mtume waliungana dhidi ya mtume, na nikawaambia, inawezekana ikiwa atawapa talaka na Mola wake atampa yeye badala yenu wake bora kuliko ninyi. Basi kateremshwa aya hii. Hii sura ya 66 aya ya 5. Hii tutaisoma baadaye kidogo. Tunaendelea tena. Halikadhalika tunakutana na kisa kingine pia. Kwa hiyo hapa tunaona cha kwanza kabisa tulikuta pale mwanzo mwelekeo wa kibla unabadilika kufuatana na msukumo wa huyu Umar al-Khattab, na pia tunaona kuteremshwa kwa hizi aya ya sura 33 aya 53 na sura 33 na aya ya 59, ambapo kuna shuka aya zinazozungumzia habari ya kusitiri wanawake, aidha kwa burka au kwa buibui, hijab, pamoja na ile pazia pale maeneo ya wanapokuwa wamekaa na wanaume hawa wanawake. Tunakwenda katika hadithi nyingine. Safari hii bado inatoka humo kwa Sahih Bukhari, kusitia msisitizo tu, Sahih Bukhari hadithi namba 4790, ambao pia inapatikana katika kitabu cha 65 cha mkusanyo wa Sahih Bukhari, hadithi namba 312. Umar anaendelea tena: amesimulia Umar, nikasema, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, watu wema na wabaya wanaingia kwako, yani nyumbani kwa Muhammad. Basi na kushauri waamrishe mama za waumini, yani wake za Muhammad, wazingatie pazia au burka. Kisha Mwenyezi Mungu akateremsha aya za al-hijab. Hii ni aya ile kama nilivyokuambia mwanzoni, ya aya ya sura ya 33 aya ya 59, na pia baadaye pia inateremka na nyingine ile sura ya 33 na aya ya 53 na 59. Naam, tunakuendelea tena. Safari hii tunaigeuzia macho bado tunaendelea katika Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, safari hii tunasoma mkusanyiko wa kwanza wa Sahih Bukhari. Mkusanyiko wa kwanza wa Sahih Bukhari, kitabu cha 4. Safari hii ni hadithi ya namba 148. Safari hii anayetoa hadithi hii ni Aisha. Imesimuliwa na Aisha, wake zake mtume walikuwa wanakwenda kwenye uwanda fulani karibu na Bagia huko Madina ili kujisaidia. Umar alikuwa akimwambia mtume, wake zako wavae mabuibui, lakini mtume wa Mwenyezi Mungu hakufanya hivyo. Usiku mmoja, Sauda binti Zama, mke wa mtume, alitoka nje wakati wa Aisha, na alikuwa mwanamke mrefu. Umar akazungumza naye na kusema, nimekutambua ewe Sauda. Alisema hivyo huku akitamani kwamba aya za al-hijab ziteremshwe. Basi Mwenyezi Mungu akateremsha aya za al-hijab. Naam.
Hii unaposoma hii hadithi unagundua mambo kadhaa, kwamba mara ya kwanza huyu Umar alipotoa hili wazo Mtume hakulizingatia, lakini baadaye akawa tunahisi pengine kwa kuwa alikuwa anajua hawa wake za Muhammad wanakwenda wapi kujisaidia, akawa ameenda kuwatambua. Na baada ya hapo alipoenda kuzungumza nao kule walipokuwa kaenda kujisaidia, ndipo Muhammad anaona umuhimu sasa wa kuweka hii mavazi ya hijabu. Na kama nilivyokuambia, hii ndio ile sura ya 33 aya ya 59. Tunakwenda kwenye jambo jingine ambalo huyu Umar al-Khattab ana, kwa msukumo wake na kwa ushawishi wake wa Muhammad, nao pia tunaona zinashuka aya kufuatana na msukumo wake. Hii tunaenda kuiona katika marufuku ya unywaji pombe. Katika historia ya Uislamu mwanzoni, hapakuwa Waislamu walikuwa wanaruhusiwa kunywa pombe, na kulikuwa kunatokea matukio kwamba baadhi ya Waislamu walikuwa wakienda misikitini kusali huku wakiwa wamelewa. Hili jambo likawa halimpendezi huyu Umar. Hivyo akatumia ushawishi wake na ukaribu wake wa Muhammad na kushinikiza hilo. Tunakwenda kusoma safari hii kwenye mkusanyiko wa hadithi. Ya Sunan Abi Daud, hadithi namba 3670. Sunan Abi Daud, hadithi namba 3670. Imepokewa na Umar al-Khattab. Wakati katazo la mvinyo bado halijatolewa, Umar alisema, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, tupe maelezo ya kuridhisha kuhusu mvinyo. Hivyo aya ifuatayo ya sura al-Baqara, hii sura ya 219, sura al-Baqara hii ni sura ya pili aya ya 219, samahani, ikateremka, ambayo inasema, wanakuuliza kuhusu ulevi na kamari, sema ndani yake mna dhambi kubwa. Umar aliitwa na akasomewa. Akasema, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, tupe maelezo ya kuridhisha kuhusu mvinyo. Kisha ikateremka aya ifuatayo ya sura Al-Nisa, hii ni aya ya sura ya 4 aya ya 43, inayosema, enyi mliowaamini msikaribie swala na hali ya kuwa mmelewa. Baada ya hapo mbashiri wa Mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa akiwaonya kila ulipotimu wakati wa sala, akisema, jihadharini mlevi asije kwenye sala. Umar akaitwa tena na akasomewa. Akasema, manake hili tena ni awamu nyingine, akasema, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, tupe maelezo ya kuridhisha kuhusu mvinyo. Aya hii ikateremshwa, je, mtaacha? Akimaanisha sura ya hii ni nukuu kutoka kwenye sura ya 5 aya 91. Umar akasema, tutaacha. Naam, tunakwenda kuzisoma hizi kwa mujibu wa hii hadithi ni kwamba aya 3 ziliteremshwa kufuatana na msukumo wa huyu Umar al-Khattab. Tunaona aya ya 219 ya sura al-Baqara, hii ni sura ya pili katika Quran. Aya 43 ya sura An-Nisa, hii ni sura ya 4. Tunaona pia aya ya 91 ya sura ya 5 katika Quran. Na tunaenda kuzisoma hizo, tukianza na ile ya aya ya 219 ya sura al-Baqara. Inasema hivi, wanakuuliza juu ya ulevi na kamari, sema katika hivyo mna madhara makuu na manufaa kwa watu, lakini madhara yake ni makubwa zaidi kuliko manufaa yake. Na wanakuuliza watoe nini, sema vilivyokuzidieni. Namna hivyo Mwenyezi Mungu anakubainisheni aya mpate kufikiri. Hapa ni kipindi ambacho Mwenyezi Mungu huyu Allah aliruhusu pombe, lakini akawapa chaguzi. Lakini unaposoma ile hadithi unakuta kwamba huyu Umar hakuridhika. Ikashuka aya nyingine ya pili yake ambayo ilikuwa ni aya ya 43 sura ya 4. Aya ya 43 sura ya 4 tunaenda kuiona. Hii inatoka katika sura An-Nisa, hii ni sura ya 4 aya ya 43. Inasema hivi, enyi mlioamini msikaribie sala hali mmelewa mpaka mnyajue mnayosema, wala hali mna janaba, isipokuwa mmo safarini mpaka mkoge. Na kama mkiwa wagonjwa au mmo safarini au mmoja wenu ametoka msalani
au mmewagusa wanawake na msipate maji, basi ukusudieni udongo safi mpake nyuso zenu na mikono yenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kuhufiria. Aya hii ukisoma unagundua kwamba ukitoka katika Bakara haikuwa na katazo. Hii inasogeza mpaka kidogo kwamba Waislamu walikuwa wanaruhusiwa kunywa pombe, lakini wasisali mpaka pale pombe itakapowatoka ndipo waende kwenye ibada. Kama unakumbuka nilipokusomea ile hadithi, Umar huyu hakuridhika, akaendelea bado kuomba kwamba isogee zaidi, ndipo ikashuka tena aya nyingine. Safari hii ndio inakuja kuweka katazo kabisa kwamba Waislamu wasinywe kabisa pombe. Tunaenda kusoma katika sura ya 5 ile aya ya 91. Sura ya 5 ile aya ya 91 inasema hivi: hakika shetani anataka kukutieni uadui na bughdha baina yenu kwa ajili ya ulevi na kamari, na anataka kukuzuilieni kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kusali. Basi je, mtaacha? Yani hapa Allah anawauliza kama wataacha pombe, na kama unakumbuka kule katika ile hadithi Umar anajibu anasema tutaacha. Kwa hiyo hapa ndipo zuio kamili la pombe linakamilika. Na mbali ya hadithi ile ndio kusomea mwanzo, nilikwambia nimekusomea Sunan Abi Daud ile hadithi namba 3670 kitabu cha 27 hadithi ya pili, lakini hadithi nyingine pia yana hadithi mazungumzo yanofana na ile, japo ni dhaifu. Unaweza kuikuta katika Al-Tirmidhi kitabu cha 47 hadithi ya 3079. Hii hadithi ni dhaifu, ndio maana sikuisoma. Unaweza kukuta pia katika hadithi za mkusanyiko wa An-Nasai hadithi namba 5540 ambayo pia unaipata katika kitabu cha 51 katika mkusanyo wa An-Nasai hadithi namba 5540, nayo pia ni dhaifu, sijaisoma. Lakini hii inamaanisha kwamba jambo hili lilikuwa lipo. Jambo jingine ambalo Umar al-Khattab alilishinikiza sana ilikuwa ni kuhusu mateka wa vita. Naam, tukasome Sahih Muslim hadithi namba 1763. Naam, tunasoma hadithi namba 1763 kutoka kwa Sahih Muslim, ambao pia inapatikana katika kitabu cha 32 hadithi namba 69. Hadithi hii ni ndefu sana, lakini nitaifupisha. Nitakwenda kusoma kutoka kile kipengele ambacho kinakwenda katika muktadha ule, huku mwanzoni nitairuka. Lakini imepokewa kutoka kwa Umar al-Khattab hii, ambaye amesema, na nitaruka, kwamba ilipofika siku ambayo vita vya Badr ilipiganiwa, Waislamu siku hiyo waliua watu 70 na wakateka 70. Mtume wa Mwenyezi Mungu akawaambia Abubakar, huyu Abubakar ni mojawapo ya masahaba wa Muhammad, na Umar, kama nilivyokuambia, huyu Umar naye ni mojawapo wa sahaba wa Muhammad, nini maoni yenu kuhusu mateka hawa? Hapa Muhammad anamuuliza Abubakar pamoja na Umar. Abubakar akasema, hao ni jamaa na jamaa zetu, nadhani waache huru baada ya kupata fidia kutoka kwako, kwamba hawa mateka wale 70 walipiwe fidia, ni kama vile tunaita katika Kiingereza ransom. Na huyu akaendelea kusema, huyu Abubakar, hiyo itatupatia nguvu dhidi ya makafiri. Inawezekana pia Mwenyezi Mungu akawaongoza kwenda kwenye Uislamu. Maana yake yeye, mawazo yake ilikuwa ni kwamba wakishatoa ile fidia wataachiwa, na pengine kuna uwezekano mkubwa hawa mateka wakageuka wakawa Waislamu, kwamba Mungu ataongoza Waislamu. Kisha Mtume Mwenyezi Mungu akasema, nini rai yako Ibn Khattab? Yani hapa anamuuliza sababu Umar Ibn Khattab. Akasema, huyu ni Umar, anasema, Mtume wa Mwenyezi Mungu, mimi sina maoni kama Abu Bakar. Maoni yangu ni kwamba utukabidhi ili tuwakate vichwa vyao. Mkabidhi Akil kwa Ali ili akate kichwa chake, na nikabidhi jamaa fulani hivi ili nimkate kichwa chake. Hao ni viongozi wa makafiri na mashujaa miongoni mwao. Basi Mtume wa Mwenyezi Mungu akaidhinisha wazo la Abubakar na hakuridhia niliyosema. Hapa ni Umar al-Khattab anasema kwamba kwa wakati huo Muhammad yeye alikwenda na wazo la Abubakar ya walipe fidia alafu kisha waachiwe huru. Basi siku iliyofuata nilipokuja kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu, nilikuta kwamba yeye na Abubakar walikuwa wamekaa wakitoa machozi. Nikasema, Mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa nini wewe na sahaba wako mnamwaga machozi? Niambie sababu, ili kwamba nami nilie au nijifanye kulia kuwa na huruma na wewe. Mtume wa Mwenyezi Mungu akasema, nalia kwa yale
yaliyowapata maswahaba zako kwa kuchukua fidia. Hapa Muhammad anamuelezea kwamba alipata maono kuona kile ambacho kama hawa masahaba wake ambacho kingewapata kama hili jambo lingetekelezwa. Ililetwa kwangu karibu, yani naomba nirudie. Mtume wa Mwenyezi Mungu akasema, nalia kwa yale yaliyowapata maswahaba zako kwa kuchukua fidia. Ililetwa kwangu karibu kama mti huu, yani yale maoni yaliletwa karibu kabisa kama mti ambao ulikuwa pale karibu. Kisha Mwenyezi Mungu akateremsha aya inayosema haimfai nabii kuchukua mateka mpaka nguvu ya makafiri ivunjwe. Basi kuleni ngawira za vita ni halali na safi. Basi Mwenyezi Mungu akawahalalishia ngawira. Ni kwamba hapa siku ya pili kwa mujibu wa Muhammad ni kwamba yeye alipata maono ambayo yalimwonyesha kwamba jambo sahihi la kulifanya ni kuwakata vichwa, na kwamba wacha kufanya tu wao wachukue tu ngawira. Ngawira ni zile vitu walivyovichukua katika vita kama mali za wale watu ambao wamewashinda vita. Sasa tunaenda kuisoma hii aya ambayo inahusikana na hii hadithi ambayo tumeisoma hapo. Inasema hivi, hii ni sura ya 8 katika Quran, aya ya 67 ambayo inasema hivi: haimpasi nabii kuwa na mateka mpaka apingane na kushinda katika nchi. Nataka vitu vya dunia hali Mwenyezi Mungu anataka akhera, na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hekima. Naam, tunaona ushawishi wa Umar al-Khattab hapa kuhusu hawa mateka, na kwamba siku ya kabla yake alitoa mawazo na baadaye mwanzoni pale hayakukubaliwa, lakini siku ya pili Muhammad anakuja akiwa na wahi wa aya ambayo inasema vile ambavyo Umar alikuwa ameshauri. Kisa kingine maarufu ambacho kilitokea na kupelekea ushawishi wa huyu Umar al-Khattab kupelekea aya nyingine kuteremshwa kinafahamika maarufu, ni tukio lilotokea ambako bwana mmoja ambaye alikuwa akijulikana kama Abdullah bin Ubay alifariki. Tunaenda kuipata kisa hiki katika hadithi ya kutoka kwa Bukhari, Sahih Bukhari hii, hadithi namba 4670, inapatikana pia katika kitabu cha 65, mkusanyiko wa kitabu cha 65 na hadithi namba 192. Imepokewa na Ibn Abbas. Hii safari hii inatoka kwa Ibn Abbas. Alipofariki Abdullah bin Ubay, mtoto wake Abdullah bin Abdullah alikuja kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu na kumuomba ampe shati lake ili asitiri maiti ya baba yake. Yani huyu Abdullah bin Abdullah alikuja kwa Muhammad akaomba shati la Muhammad ili aifanye kama sanda kwa ajili ya mwili wa marehemu baba yake. Akampa, yani Muhammad akampa ile shati, na kisha Abdullah akamuomba amswalie sala ya maziko, yani akamuomba Muhammad aongoze ile sala ya maziko ya marehemu baba yake. Mtume wa Mwenyezi Mungu akainuka ili kumsalia, lakini Umar naye akainuka na kushika nguo ya Mtume wa Mwenyezi Mungu na kusema, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, je, utamswalia sala ya maziko ingawa Mola wako amekukataza kumswalia? Mtume wa Mwenyezi Mungu alisema, lakini Mwenyezi Mungu amenipa chaguo kwa kusema, waombee msamaha au usiwaombee msamaha, hata ukiwaombea msamaha mara 70. Hii alikuwa akimaanisha aya ya 80 ya sura ya 9, kwamba yeye Muhammad alikuwa amepewa chaguo na Allah kwamba uamuzi uko juu yake, kama huyu mtu yeye ana ruhusa ya kumwombea ama asimwombee. Umar akasema, bado Umar anazungumza na Muhammad, akasema, lakini yeye huyu Abdullah bin Ubay ni mnafiki. Hata hivyo mjumbe wa Mwenyezi Mungu alimswalia sala ya mazishi, ambapo baadaye Mwenyezi Mungu aliteremsha aya inayofuata, wala usimswalie yoyote, yani miongoni mwao, yani wale wanafiki, anayekufa, wala usisimame kwenye kaburi lake. Hii ni nukuu ya kutoka katika aya ya 84 sura ile ya 9. Tunakwenda kuisoma aya ya 84 sura ya 9. Inasomeka hivi: Naam, hii ni Suratul Tauba aya 84. Wala usimsalie kamwe mmoja wao yoyote yule akifa, wala usisimame kaburini kwake. Hakika hao wamemkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake,
na wakafa na hali ni wenye kuvunja amri za Mwenyezi Mungu. Naam, maana yake nini? Pale kwenye hadithi tunaona kwamba Umar al-Khattab anajaribu kumzuia Muhammad asiongoze ibada ya maziko ya yule Abdullah bin Ubay, lakini Muhammad anaendelea. Lakini siku ya pili aya inateremka ambako sasa maana yake Muhammad sasa anateremshiwa aya ambayo inazuia Waislamu kufanya ibada ya maziko kwa watu ambao wanawatambua kama ni wanafiki, kwamba huyu Abdullah bin Ubay yeye inasemekana alikuwa ni wanafiki kwa Waislamu. Yeye huyu hakuwa Muislamu, lakini yule mwanae Abdallah yeye alikuwa ni Muislamu. Viko visa vingine vingi, sitaki kwenda zaidi ili nisije nikaifanya video hii kuwa ndefu sana. Unaweza kusoma pia katika sura ya 66 aya ile ya kwanza mpaka ya 5. Unaweza kusoma hadithi zifuatazo. Unaweza kusoma hadithi ya mkusanyiko wa Sahih Bukhari namba 4913, Sahih Bukhari 6691, au Sahih Bukhari Sahih Muslim namba 1474A. Hizi zote zinazungumzia kisa ambako tunaona ushawishi wa Umar al-Khattab na baina ya Muhammad na wake zake watatu, yule Aisha, Hafsa na Zainab. Jinsi gani aya kadhaa, aya hii ya kuanzia aya ya kwanza mpaka ya 5 ya sura 66 zinateremka kutokana na ushawishi wa Umar al-Khattab baada ya hao wake zake Muhammad kuanza kumsumbua na kuwatishia kwamba nyinyi mkimeendelea kumsumbua basi huyu Muhammad anaweza akawaachilia mbali na Allah akawapa wake wengine wazuri kuliko nyinyi, na aya zikashushika kweli. Kwa hiyo nini maana yake hapa? Tunajaribu kukuonyesha ni kwamba unapoisoma Qur'ani na unaposikiliza Waislamu kwamba hiki ni kitabu ambacho kimeandikwa na Mwenyezi Mungu, lakini unapokutana na hadithi kama hizi na unaona ushawishi wa Umar anapotoa mawazo kwa Muhammad na baadaye aya inashushwa, mara nyingine ni vile vile ambavyo Umar al-Khattab anatoa ushawishi, inatupelekea kuamini kwamba hichi kitabu, baadhi ya hizi aya hazikutoka kwa Mungu, na tunaona kabisa kwamba hizi aya zilitoka tu kwa mawazo ya Umar al-Khattab. Muhammad anazipokea na baadaye anakuja anazileta tena kwa maswahaba wake kama vile zimetoka kwa Allah. Tutaendelea kuangalia mifano mingine mingi tu huko mbele katika awamu zetu nyingine kukuthibitishia kwamba hii Qur'an ambayo Waislamu wanasema kwamba ni maneno ya Allah yaliyokuwepo tangu milele hayana ukweli, na kwamba unapochunguza kwa umakini na bila ya kubeba hii dhana ya Waislamu kwamba Qur'an ni kitabu kimeandikwa na Mungu, unakuta ni mambo mengine ni tofauti. Naomba tu uendelee kufuatilia chaneli hii, usikose bonyeza follow hizi channel, bonyeza like kama utaona umevutiwa na ujumbe huu, lakini pia kikubwa zaidi tafadhali share na wale wengine ambao unaamini watafaidika na masomo haya. Endelea kufuatilia channel hii na nashukuru sana. Tukutane katika nafasi nyingine ijayo, tutakwenda katika sababu nyingine kadhaa. Safari hii nilikuja na uthibitisho kwamba Qur'ani hii haijaandikwa na Allah, na kwa sababu ya msingi ni kwamba tunaona mashinikizo ya watu waliomzunguka Muhammad, ambao mashinikizo hayo yanakuja kupelekea baadhi ya aya kufunuliwa, na tumemtizama Umar Khattab. Naam, karibu sana na tuendelee kufuatilia.